Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Somo letu linaendelea kulifanya neno la Mungu liumbike kwenye maisha. Kulifanya neno la Mungu liumbike kwenye maisha. Nilizungumza neno la Mungu ni nini, nikalizungumza jinsi ambavyo neno la Mungu laweza kutumiwa kupokelewa kwa njia ya maarifa au elimu kama ambavyo limeandikwa katika maandiko, na hiyo Wayunani wanaita logos. Lakini pia neno la Mungu laweza kupokelewa kama ujumbe wa kutamkwa kwa wakati, katika sifa ambazo nilizisema ambazo zinafanya neno hilo liwe neno la wakati, na kwa Kiyunani wanasema ni rema. Na kwa hiyo tunalozungumza hasa ni hilo. Ninawafundisha namna ambavyo tutaweza kuliishi lile neno la ufunuo ambalo Mungu alizungumza pamoja na sisi kwa ajili ya mwaka kimaalum, kwa ajili ya mwaka huu wa 2026. Haleluya. Nilikuwa ninazungumza mambo ya kufahamu kuhusu rema, au mambo ya kufahamu kuhusu neno lililotamkwa. Nilikwenda na ninyi mpaka nikawatazamisha kwamba neno hilo lina sifa zote za kuitwa neno la kinabii, kwa sifa za neno la kinabii zinavyojulikana katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila neno ambalo unalisikia limesemwa na mtu akaliita unabii lina sifa za kuitwa unabii, mpaka uwe umejifunza kwanza kuelewa ili neno liwe unabii sifa zake ni hizi na hizi na hizi. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu wale mtakaokuwa mnahudhuria Sunday school, walimu wetu wana masomo na somo mojawapo ni kufundisha huduma 5, kwa maana ya utume, unabii, uinjilisti, uchungaji na ualimu. Naamini kama utakuwa mwaminifu kwenye kuhudhuria Sunday school, wakifika hapo utaelewa nani ni nabii, nini kinamfanya mtu aitwe nabii, sifa zake kwa mujibu wa maandiko. Sio kila ambaye anaweza kusema ni nabii au watu wakamwona wakamtaja ni nabii, mpaka unajua nabii ni mtu gani kwa mujibu wa Biblia. Na sio kila neno linalosemwa likaitwa ni neno la unabii kwamba ni la unabii, mpaka uwe unajua ili neno liitwe neno la unabii lina sifa zipi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwa uchache niliwaonyesha kwa njia ya maandiko kwamba lina sifa za kuwa neno la unabii, na kwa sababu hiyo nikasema watu wanaopokea neno la rema, ambalo wakati mwingine laweza kuwa ni neno la unabii kwao, wanapaswa kufahamu mambo gani kuhusu hilo neno. Nilienda mpaka pointi namba 4, nadhani walengwa wafahamu kwamba ni kusudi la Mungu kufanya kwao hilo alilolisema na kwa wakati aliousema. Nadhani nilikomea hapo, nikawa nataka kuanza pointi nyingine ambayo tunapaswa kuifahamu, ni kwamba walengwa wanapaswa waamini alilolisema Mungu kuliko lugha ya mazingira yanayolizunguka jambo, ili wamwandame Mungu katika hilo pasipo kusita. Narudia, walengwa ambao hilo neno la ufunuo au neno la unabii linakuja kwa ajili yao
na linawalenga wao, ni ujumbe wao, ni neno la kwao, wanapaswa waamini hilo alilolisema Mungu kuliko lugha ya mazingira yanayolizunguka jambo husika, ili waweze kumwandama Mungu katika neno hilo pasipo kusita. Bwana wetu Yesu asifiwe. Wakati Mungu anapokuwa anasema neno, mara nyingi sana anaongea katika sura ambayo ukitazama mazingira yanauzunguka hapo hayaungi mkono hilo tamko. Anaambia Ibrahimu, wewe utakuwa baba wa mataifa mengi, wakati ana ndoa ya miaka si michache na hakuna hata dalili kwamba mke wake anaelekea kwamba atapata ujauzito. Jina la Yesu libarikiwe. Na Mungu anasema kwa uhakika kwamba wewe ni baba wa mataifa mengi, utazaa wafalme, na mkeo naye atakuwa mama wa mataifa mengi. Lakini kama kulikuwa na madaktari wa miaka hiyo, wameshampima, wameshapitisha vipimo vyote na vyote vimeonyesha ni tasa. Lakini Mungu anakuja anasema wewe utakuwa mama wa mataifa mengi. Kwa katika mazingira hayo, ukijua hilo neno ni la Mungu, juzi niliwaambia kwamba ni lazima kwanza ukubali ni la Mungu, na kama hukubali hulazimishwi, kwa sababu unabii wowote na nabii yeyote wa kweli halazimishi watu wamwamini kwamba neno lake ni unabii wa kweli. Anawaachia watu nafasi ya kupima unabii wake. Haleluya. Wale ambao wanaona sio, ni uchaguzi wao, na wataendelea kuona sio, na hakuna kesi. Ila kama ni wa kweli, kuna vitu watavikosa. Haleluya. Kama ni wa kweli, kuna vitu hawatavipata. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kiona mtu ametoa unabii halafu anataka kuanza ugomvi na watu, nilisema neno la unabii mkalikataa, mpaka naanza kuwa hawasalimii, huyo sio nabii. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa ninachosema? Huyo sio nabii. Nabii wa kweli anasema neno la Mungu, halafu anawapa watu uhuru wa kumpima kama kweli ni nabii. Haleluya. Anawapa watu uhuru wa kupima kama neno lake ni la kweli, ni unabii wa kweli. Na sigombane nao. Wakimwambia sio wa kweli, sigombane nao. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu? Wakimwambia huyu nabii tuna mashaka nao, sigombane nao. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima kwanza mlengwa au amekubali kwamba huu nabii ni wa Mungu. Haleluya. Amepokea na ameshawishika kwamba huu nabii ni wa Mungu. Na akikubali na akashawishika kwamba huu nabii ni wa Mungu, akaona mazingira hayapatani na unabii wenyewe, anachodaiwa na Mungu ni kuamini. Kuamini manake, kuamini neno imani inakutokana na kusikia. Na sauti hapo ziko mbili. Sauti moja inasema hili la Mungu litatimia, hili ni la Mungu na litatimia. Nyingine nakwambia, unasemaje litatimia wakati daktari amethibitisha wewe ni tasa? Nayo ni sauti, inaitwa sauti ya mazingira. Sauti ya mazingira inasema hii hamna. Haleluya. Daktari ameshathibitisha wewe ni tasa. Haleluya. Kwa mazingira yanaongea na Mungu anaongea. Mtu ambaye atapata matokeo ya unabii lazima au anaweza kusikiliza Mungu kuliko anavyosikiliza mazingira. Tunakwenda pamoja? Lazima wanaweza kusikia Mungu alichosema kuliko anavyosikia kile mazingira yanasema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana hiyo hoja point ndio isema kwamba walengwa
mambo wanaotakiwa kufahamu kuhusiana na rema au neno la ufunuo au neno la kinabii ni kwamba wanatakiwa waamini kwamba alilosema Mungu ni ndio la kweli kuliko lugha ya lile linalosema na mazingira yanayozunguka. Haleluya. Na sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu katika wakati huo ndio wakati wanatakiwa wamwandame Mungu katika hilo neno. Wanatakiwa wamfuate Mungu katika neno hilo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 20 mpaka wa 24. Hesabu 14 mstari wa 20 mpaka 24. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa, lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hakuisikiza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli Mungu amewaambia tokea Misri kwa kinywa cha Musa, na wapeleka kwenda kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali, na kwenda kuwapa nchi ya Mkanani na Mhivi na Mperizi na Mgirigashi na Mhiti na Mamori. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wanaondoka, wana hilo neno, ni neno la kinabii, neno la ufunuo kwa ajili yao. Musa ameambiwa na Bwana na akalisema kama Mungu alivyomwambia. Haleluya. Kwa safari imeanza, wanaenda, wanafika mahali mambo hayafanani na yale maneno walisikia. Haleluya. Mambo njiani tu, hata kabla hawajafika, vikwazo wanakutana navyo vinawaambia kama ndio hivi tutafika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno limesema mnafika, na nchi ni nzuri, ina maziwa na asali. Haleluya. Naenda kumondoa Mkanani mbele yenu, na Mhivi na Mhiti na Mperizi na Mgirigali na Mgirigashi na Mwamori, mataifa yenye nguvu kuliko ninyi nitawaondoa mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo ikachangamka kama tunavyochangamkaga tarehe 1 tunaposikia Mungu anasema ni neno ni mwaka wa kutukuzwa, kila mmoja anachangamka. Haleluya, haleluya. Na afu mwaka wenyewe unaanza vizuri, baada ya dakika chache kuna wali. Mwaka umeshaanza vizuri tayari, lakini sasa inafika Aprili. Haleluya. Inafika, Mungu anataka aone imani za watu kwa lile neno. Haleluya. Mambo mengine hafanani. Mungu anataka aone wanaomwamini. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa walitoka wanashangilia. Mungu akawaonyesha ile tunaita advance, ile malipo ya awali. Kawapa madhahabu na fedha na kila kitu kizuri kutoka kwa Wamisri. Wakasema kama ndio hivi tumeanza hivi, huko je tukifika? Haleluya. Kama tu ndo mwanzo wa safari, ndo mambo ni hivi. Wanamiliki dhahabu sasa,
wanamiliki fedha, wanamiliki vitu vingi vizuri sana kutoka kwa Misri. Wakasema huyu Mungu huko mbele tunakoenda atatufanyia maajabu. Dalili zenyewe zimeanza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafika njiani, Mungu kwa makusudi anapitisha mahali hapana chakula wala maji ya kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa manunguniko mengi na malalamiko mengi, Mungu anawapa maji. Kwa malalamiko mengi, Mungu anawaletea chakula cha mbinguni, wakala chakula cha mana. Mwisho akakichoka, akasema tumechoka na chakula hicho kila siku, tunaomba nyama. Haleluya. Kwa malalamiko mengi sana, Mungu akawaletea kware. Kwa akawa ni watu kulalamika, watu kunungunika, na kila wakinungunika lazima pointi ya mwisho ina conclude, turudisheni Misri tulikotoka. Wananungunika, lakini hoja kubwa, turudisheni Misri tulikotoka. Haleluya. Wakishanungunika, wananungunika, wanaomba nyama, wanaomba nini, mwisho lazima hawamalizi bila kutaja Misri. Haleluya. Kama ambavyo wapendwa wengi wananungunika, mwisho wanamaliza kusema kabla sijaokoka mambo hayakuwa hivi. Haleluya. Analia, mwisho anasema kabla sijaokoka. Au anasema nisingekuwa nimeokoka. Roho ni ile. Ile roho ya kutaja Misri ndio hiyo inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile roho ya kukumbuka Misri ndio hiyo inaendelea. Watu hawamalizi bila kusema ambao hawajaokoka hawako hivi. Ningekuwa sikuokoka isingekuwa hivi. Nilipokuwa sijaokoka haikuwa hivi. Wanaishiaga hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa Mungu akawaleta mahali ambapo anachotafuta. Ngoja nikuonyesha anachotafuta. Nenda Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Mstari wa 1 na 2. Amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ambayo Bwana aliwapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 jangwani, ili akutweze. Afanyeje? Kutweza ni kufanyaje? Kutweza ni kufanyaje? Kufanyaje? Kutweza ni kufanyaje? Sema kwa sauti kubwa. Kukushusha. Kukutweza ni kukushusha, kukuweka mahali pa chini, mahali pa kudharauliwa, mahali pa aibu. Tunakwenda pamoja. Bwana Yesu, sio kukweza, kutweza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, kumbe yale yanatokea ni agenda ya Mungu ya kufanyaje? Kuwatweza. Sema kuwatweza. Huku nyuma amewaambia na wapeleka kwenye nchi na jama maziwa na asali, na mondoa fulani na fulani na fulani na fulani mbele yenu. Halafu moyoni mwake ana jambo hajawaambia, anajua atalitenda njiani bila hata kuambia. Haleluya. Hii ya kuwatweza hakuisema, angeisema huko Misri wasingetoka. Haleluya. Kumba na watweza na ana maana. Sikiliza inachoongea. Awatweze ili kukujaribu. Kukufanyaje? Akutweze ili kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni.
tarehe moja, kila moja ni mtakatifu na kila moja na imani na unabii. Wewe sio tarehe 15 mwezi wa 4, tutakuwa umeshajua wanaoendelea na wasioendelea. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Biblia inasema akakupeleka kwenye jangwa kubwa miaka 40 ili akutweze. Sio shetani akutweze, Mungu akutweze. Mwambie jirani yako sio shetani. Haleluya, haleluya. Ili akutweze, kukufanyaje? Kukujaribu. Mwambie hilo jaribu halitoki kwa Mungu la hivyo. Hilo sio jaribu, sio halitoki kwa shetani, sio jaribu la shetani hilo. Haleluya, haleluya. Ulishakutana na Ibrahimu, Mungu atatujalia tutakutana naye. Umuulize ulijisikiaje ulipokuwa Mungu amekuahidi kwa miaka mingi kukupa mtoto, halafu baada ya muda mrefu wa kumsubiri upompata, Mungu akakujaribu, akakwambia nitolee huyo mtoto kwa sadaka kuteketezwa. Halafu muulize mzee ulijisikiaje ile siku. Haleluya. Na wala sio shetani anamjaribu. Na imeandikwa hivyo, Bwana akamjaribu Abraham. Bwana akamjaribu Ibrahim. Haleluya. Ili kukujaribu kuyajua yaliyoko moyoni mwako. Yaani promotion yoyote inaanzia na kushinda mtihani wa kudhihirisha aina ya moyo ulionao. Qualify kwenye kufunua aina yako ya moyo. Aina yako ya moyo. Una moyo wa aina gani? Mengine akuja tu, si shida wala si adha, ni kusoma tu moyo. Haleluya, haleluya. Ni kama mashine tu ka kusoma moyo. Ni wa namna gani? Mungu anaweka ka screen kake pale, na mashine kanasoma humu ndani, alafu kanaonyesha pale kwenye ka screen moyo. Na kuna mioyo miwili, kuna moyo wa imani na moyo wa kutokuamini. Moyo wa kutokuamini unaitwa moyo mbovu. Ulishawahi kusoma andiko hilo? Wangapi waliwahi kusoma andiko nasema moyo wa kutokuamini ni moyo mbovu? Muulize jirani, kwani wewe unasomaga Biblia wapi? Kama hapo napo hujapasoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize, wewe Biblia yako unasomaga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Waebrania sura 3 na mstari wa 12. Waebrania sura 3 na mstari wa 12. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu. Sema moyo mbovu. Haleluya. Marake moyo unaoumwa, wenye magonjwa ya moyo. Haleluya. Kuna magonjwa ya moyo ya kimwili na kuna magonjwa ya moyo ya kiroho. Umenielewa vizuri? Tazama ndugu yako, mwambie unasikiaje afya ya moyo wako wa kiroho? Moyo ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Moyo usioamini
unaitwa na Biblia moyo mbovu. Kwa namna ile moyo wa kimwili ukiugua unaitwa mbovu, kwa sababu haufanyi kazi kama inavyopaswa. Haleluya. Una dosari kadha wa kadha. Moyo wa kiroho pia unakuwa mbovu, kwa sababu hautendi kazi ya kuamini kama inavyopaswa. Haleluya. Moyo ambao mfumo wake wa kufanya kazi zake za imani, kazi za kiimani, haleluya, maisha haya kuishi na Mungu yanaitwa maisha ya imani. Mambo haya kutembea na Mungu yanaitwa kutembea kwa imani. Na Mungu alisema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake, naye akistasita roho yangu haina furaha naye. Sasa kutembea kwa imani kunahitaji moyo unaofanya vizuri kazi zake za kiimani. Meziba. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Haifanyi kazi sawa sawa. Inaitwa mioyo mibovu ya kutokuamini. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema, angalia ndugu zangu, usiwemo katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Haleluya. Ndio maana akasema moja mambo muamini anapaswa kujua kuhusu rema. Ukishajua hili neno limedondoka kutoka kiti cha enzi mbinguni, moja mtihani ulionao ni kutembea nalo kwa imani. Ni mtihani kweli, sio wote wanauwezaka. Haleluya, haleluya. Nataka kuelewa vizuri. Waulize wana wa Israeli, walitoka 600,000 wanaume, wakafika 2. Wakati safari inaanza, wanaume peke yao walikuwa kama 600,000. Mwisho wa safari 2. Sasa sifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume 600,000 wameanza safari ya imani, halafu anafika mwisho wa safari ya imani 2. Safari ya imani sio jambo jepesi. Inahitaji moyo wa kuamini. Lazima mtu awe nao. Moyo wa kuamini lazima mtu awe nao. Mazingira yanaongea mno. Lazima mtu awe na uwezo wa kusikia Mungu kuliko anavyosikia mazingira. Yaona pamoja. Haleluya, haleluya. Hawana uwezo wa kumsikia Mungu kuliko anavyosikia mazingira. Atasafiri safari ya imani na atafika mwisho kwa ushindi. Kwa alifika mwisho 2. Na Mungu akasema huyu atafika kwa sababu ameniandama. Wengine wameferi kwa sababu wamenidharau, hawakulizingatia neno langu. Walienda kule wakakutana na majamaa makubwa. Jitu moja linasimama kule juu futi 10 na kitu. Limesimama, upana wenyewe ni nene, halafu likibeba mkuki wake, wewe mwenyewe mnanyanyua 2, mkuki wa jamaa linabeba hivi linatupa. Jamaa walipoona wakasema hii hatuwezi. Wakarudi wanalia. Wale wengine waliobaki kambini waliposikia nao wakalia. Mungu akasema nyote mliolia hamwendi. Haleluya. Nyote mliolia hamwendi, mmenidharau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jambo la 6. Tulikuwa tumesoma pale Kutoka, nilisoma. Kumbe sikusema. Nilikuwa na maana ya hesabu. Nilisoma. Nimesoma mpaka 24.
Okay. Soma Mwanzo 22:15 mpaka 18. Wanasema malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Ile sauti ilikuwa na sauti nyingi za mazingira, nyingi. Mtoto mwenyewe wa pekee, nikimtoa asiporudi hivi, kuna uwezekano kupata mwingine tena. Wakati mzee ana miaka kama 100 na kitu, kwa sababu alizaa yule mtoto ana miaka, Abraham alikuwa wakati anazaa yule mtoto alikuwa na miaka 100. Haleluya. Yule mtoto anafikia ule umri, Mungu anamwambia ndio kamtoa sadaka, nika kijana kama miaka kama 13 hivi. Haleluya. Mnaelewa vizuri? Ana miaka 110 na kitu. Lazima maswali aje, hivi kwenye huu umri aka nikikaua kuna uwezekano kupata kingine? Bwana Yesu asifiwe. Mnaelewa anachoongea? Lazima mazingira yaongee, na lazima na uwezo wa kuchagua amsikilize nani kati ya mazingira na Mungu. Na hapo tunaferi wengi kwenye safari ya imani. Uwezo wa kuchagua tusikie sauti ya nani kati ya sauti inayoongewa na mazingira yanayotuzunguka na sauti inayoongewa na neno la Mungu. Wote tunakutana mtihani kwenye kuchagua nani tumfuate, sauti ipi ituongoze. Haleluya, watu wa Mungu. Usifikiri kwa jambo dogo. Mungu anapomwambia sasa nitakuinua kupita kawaida, na sababu Mungu anahitaji ni kwa sababu umetii sauti yangu. Maana yake alikuwa anajua majaribio ya kumzuia kuitii ile sauti yalikuwa ni mengi na makubwa, ni very loud, yanapiga kelele kwa nguvu, yanaomfanya asitii ile sauti yalikuwa makubwa na kelele yake ni kubwa. Lakini Ibrahimu akachagua kuitii ile sauti. Mungu anasema kwa sababu umetii sauti hii nitakuinua. Kama kubariki sasa ndo naanzia hapa. Naanza sasa kukubariki. Haleluya. Kwa sababu umeitii sauti yangu. Kwa tunapoongea neno la kinabii lazima tujue mambo hayo. Safari ya kutembea kuelekea utimilifu wa neno la kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Soma safari ya wana wa Israeli nyingi sana walikuwa na feri kwenye hilo, kuweza kutembea kwenye safari. Jambo la 6. Watu wanapotaka kupata matokeo chanya ya tamko lolote la kinabii wanapaswa kuzingatia yafuatayo. Watu wanapotaka kupata matokeo chanya ya tamko lolote la kinabii wanapaswa kuzingatia yafuatayo. Wanapaswa, mwandaji wangu huyu sasa, kila kiandaa lazima kimoja kipungue. Leo hakuna makape. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lazima wanapotaka kupata matokeo chanya, acha tu. Watu wanapotaka kupata matokeo chanya ya tamko lolote la kinabii wanapaswa kuzingatia yafuatayo. Jambo la kwanza, wanapaswa kuamini kwamba
wanapaswa kuamini kwa hakika kwamba Bwana atatimiza. Hilo ni jambo la kwanza unapotaka kupata matokeo ya tamko lolote la kinabii. Baadaye nitawafundisha vitu vitatu katika unabii. Jambo la kwanza linaitwa tamko la kinabii. Jambo lingine linaitwa ishara ya kinabii, na jambo lingine linaitwa hatua ya kinabii. Prophetic utterance, prophetic sign, and prophetic action. Matendo ya kinabii. Haleluya. Tamko la kinabii, ishara ya kinabii, na hatua za kinabii au matendo ya kinabii. Prophetic utterance, prophetic sign, na prophetic action. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Paulo anakwenda nyumbani kwa jamaa mmoja, wako hapo, nadhani kwa Filipo, kwa mwinjilisti Filipo. Baadaye akaja nabii mmoja anaitwa Agabo, akachukua mshipi wa Paulo, kajifunga kwenda, kajibana kwenda, kajifunga, akasema huyu anayemiliki huu mkanda, hivi nilivyofanya ndivyo itakavyompata kule Yerusalemu. Hii inaitwa ishara ya kinabii, prophetic sign. Unabii wakati mwingine unaonyesha ishara zake. Haleluya. Kwamba jambo linakwenda kutokea, na ishara hizi zinatuthibitisha kwamba jambo litatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo lazima mtu anayetaka matokeo amini kwa hakika kwamba Bwana atatimiza. Amini pasipo shaka kwamba Bwana atatimiza lile ambalo Mungu anatamka. Mathayo 8 mstari wa 5 mpaka 12, naweza kusoma mwenyewe baadaye. Narudia, Mathayo 8 mstari wa 5 mpaka 12. Habari hiyo wote mnaifahamu. Habari ya ndugu mmoja, Biblia imemtaja kwa cheo chake, haikutaja jina lake. Biblia imesema ni akida. Alipoingia Kapernaum, akida mmoja. Akida maana yake ni mkuu wa kikosi cha jeshi, centurion. Kwa vyeo vya kijeshi vya sasa hivi tunamuita CO, commanding officer. Haleluya. Kulikuwa na bwana mmoja ni mkubwa wa kikosi cha jeshi cha Kirumi kilichoko Kapernaum, na yeye mwenyewe ni Mrumi. Yule bwana kasikia Yesu kaingia mjini Kapernaum. Nyumbani kwake ana mtumwa wake. Mwandishi mwingine ameandika alimpenda sana. Unajua ni watu wachache wanaopenda sana watu waliowaajiri. Kuna mtu akiajiri mtu anafikiri ni nyenzo tu ya kazi, hana thamani nyingine. Haleluya. Huyu bwana alikuwa ni mtumwa, lakini yule mwenye kumiliki alikuwa anamthamini sana, na alikuwa anampenda sana. Na ni mtumwa tu, mtumwa wake, mali yake. Haleluya, haleluya. Ni vizuri tuwe tunapenda watu ambao tumewaajiri, wanafanya kazi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Huyu bwana, mtumwa wake huyu ni mgonjwa sana. Mwandishi mwingine anasema amepooza. Huyu bwana hajisikii vizuri
kuona mtumwa wake anavyoteseka na ugonjwa ule na amepooza. Bila shaka ameshajaribu kumtibisha kwa kadri alivyoweza na hajapona. Akasikia Yesu yuko mjini Kapernaum. Yule bwana mwenye, unajua unapozungumza kwa wale ambao umeshakaa kwenye mazingira ya kijeshi, labda mzazi wako alikuwa mwanajeshi au ndugu yako fulani ukafanikiwa kukaa pale, unaweza kuona watu wa vyeo vikubwa jeshini wanavyokuwa, wale wenye vyeo vya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaheshimika mno. Akisema neno la maelekezo hasemi mara mbili, watu wanakimbia kutekeleza. Haleluya. Kwa cheo chake huyu bwana alikuwa na uwezekano wa kutuma maaskari wengine wa chini, nendeni mkaniitie Yesu. Haleluya. Kwa ajili ya huyu mgonjwa wangu, au vinginevyo angeweza kusema bebeni huyu mgonjwa mpelekeni kwa Yesu. Wa kumbeba walikuwepo wa kutosha kumpeleka kwa Yesu, na ilikuwa haihitaji gharama kubwa. Ilikuwa ni kutoa tu amri, ni kutoa amri, na kila amri ya jeshini ni amri halali. Haleluya. Alikuwa na uwezo wa kutoa amri halali, fulani, beba huyu peleka kwa Yesu, na wangempeleka. Lakini ona maisha ya imani. Mtu huyu wa ngazi kubwa ya jeshi, ana wengi walio chini yake, anachukua hatua ya unyenyekevu yeye mwenyewe. Haleluya. Anaondoka huko sini kwake nyumbani au ni kikosini, anakwenda kwenye mkutano wa Yesu, anakuhubiri mjini. Haleluya. Kaenda mwenyewe, na naenda kwa unyenyekevu kwa Yesu, jambo ambalo si kawaida ya maaskari, hasa wakiwa na vyeo vikubwa. Hata akija humu mtaani anataka aongee kama mtu mwenye amri. Hata kwa raia wengine tu anataka aongee tu kama mtu mwenye amri. Ndio wanajeshi wanakuaga hivyo, wakiwa na vyeo vya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule bwana kwenda kwa unyenyekevu kwa Yesu, kaenda kamfikia yeye mwenyewe, kakutana na Yesu yeye mwenyewe, akamwambia Bwana. Bila shaka alisalimia, hayo hayakuandikwa, salamu hayakusalimia, lakini hakuna watu wanaongea bila kusalimiana. Nadhani hilo wote tunalijua. Hakuna watu wanakutana tu wanaanza kuleta shida bila kusalimiana kwanza. Salamu hizo hazikuandikwa, lakini bila shaka alimsalimia kwa heshima tu vizuri. Haleluya. Hakwenda na ukubwa wake, alienda tu kama mtu mnyenyekevu, kamsalimia Bwana Yesu. Hayo maandishi hakuona sababu ya kuyaandika. Kaeleza shida yake. Bwana Yesu, nimekuja, nina mtumwa wangu ana hali mbaya, yuko nyumbani, ni mgonjwa sana, naomba ushuke uje ukamponye. Yesu naye kwa kumwona moyo wake na unyenyekevu wake na uhitaji wake, presentability alivyojionyesha kwa Yesu, Yesu naye akasema ninakuja. Yesu naye vile vile mnyenyekevu, naye yuko tayari watembee pamoja, waambatane mpaka huko mgonjwa aliko. Haleluya. Lakini yule bwana baadaye akapata wazo lingine. Mwanzo kumbuka aliomba, naomba ushuke ukamponya au uje ukamponya. Lakini baadaye akagundua, ninaongea na mtu mkubwa kuliko mimi, mwenye amri kuliko mimi. Haleluya. Akanyenyekea zaidi, akasema Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa lugha nyingine nataka kumwambia Yesu, wewe ni wa juu sana, wewe ni mtukufu zaidi kuliko mimi. Sina sifa ya wewe kunitembelea nyumbani, mimi sio ngazi yako.
Wewe uko juu mno, mimi ni mdogo mno. Yaani sina hadhi ya wewe kuja nyumbani kwangu. Ndio lugha aliyotumia. Alipokuwa anasema sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, alikuwa anamwambia hadhi yangu na ya kwako zinaachana kwa mbali. Wewe ni wa juu mno na mimi ni wa chini sana. Na anayeongea hivyo kidunia ni mkubwa. Kila anapopita anapigiwa saruti. Haleluya. Lakini amefika mbele za Yesu ni mnyenyekevu sana. Amejishusha sana mbele za Yesu. Akamwambia, Bwana, naomba utoe tamko. Kibiblia ukitumia neno kutoa tamko maana yake to prophesy. Anaambia Jesus, prophesy, tabiri. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Anamwambia Bwana Yesu, tamka neno, sema neno. Najua ukisema neno, kwa ukuu wako ulivyo, adhama yako ilivyo, enzi yako ilivyo, hili anga lote linasikia, linatetemeka mbele za sauti yako. Ukiongelea hapa, anga lote litaelewa umeongea. Mpaka na kule nyumbani mgonjwa aliko, anga liloko pale litaelewa Yesu ameongea. Na ugonjwa ulioko ndani ya mwili wa mtumishi wangu au mtumwa wangu, nao pia utaelewa Yesu ameongea. Mtu mwenye amri ameongea. Gonjwa utasikia na utaelewa kwamba mtu mwenye amri ameongea. Naona hiyo imani. Akasema, sema neno tu, najua mtumishi wangu atapona. Na kaleta hoja. Akasema, sababu ya mimi kufanya hivi ni kwa sababu najua mtu mwenye amri anapoongea utekelezaji unavyokuwa. Unasikia? Najua mtu mwenye amri anapoongea namna walioko chini ya amri ile wanavyotekeleza. Bwana Yesu asiwe sana. Akasema, mimi nina askari wengi wako chini yangu. Mimi mwenyewe niko chini ya mamlaka. Akimaanisha wale wa juu yake. Kule juu yake kuna liwali Pilato. Si kama alikuwa wakati ni Pilato au alikuwa mwingine. Lakini yeyote aliyekuepo, Bwana Yesu asiwe sana, anajua yule akitoa oda namna yeye mwenyewe pamoja na kwamba ni mkuu wa kikosi anavyotekeleza haraka. Pilato anapotoa amri. Lakini pia kuna mkubwa wao yuko Rumi anaitwa Kaisari. Anajua Kaisari akiongea, akitoa maelekezo, wanavyokimbizana kutekeleza. Akasema, mimi niko chini ya mamlaka. Najua maana ya kuwa chini ya mamlaka. Lakini pia ninao walio chini ya mamlaka yangu pia, ambao nikimwambia huyu njoo, naelewa namna anavyokuja, sio polepole. Haleluya. Nikimwambia njoo wale walio chini ya mamlaka yangu, nikimwambia njoo, najua namna wanavyokuja. Nikimwambia nenda, najua anavyoondoka. Nikimwambia fanya hivi, najua anavyotekeleza. Akasema, kwa sababu najua hayo, natambua kwamba amri yako ikitoka, wewe amri zako zinatenda kazi kwenye ulimwengu wa roho. Najua vinavyohusika vyote ndani ya ulimwengu wa roho vitakavyokimbizana kutekeleza amri yako. Haleluya. Akamwambia Yesu, wewe tamka tu, mimi naelewa. Ukitamka mimi naelewa. Huko kwenye ulimwengu wa roho mkimbizano utakaotokea utakapotamka. Akasema, tamka Yesu, ukitamka naelewa. Mimi najua mtumishi wangu atapona ukitamka. Yesu
kabla hajatamka kwanza akataka watu waelewe hiyo siri. Akawageukia waliokuwepo wengi tu, wakiwemo na wanafunzi wake na wapendwa wengine na makutano wanataka kusikia neno la Mungu, wengine kuponya. Akawaambia, akasema hii hata katika Israeli sijaiona. Unajua yule bwana hakuwa Mwisraeli. Akasema hii imani ya hivi hata Waisraeli wenyewe ambao wanasema baba wa imani Ibrahimu ni baba yao, hii hawana. Haleluya. Akasema hii sijaiona hata katika Israeli, lakini hii ndio inayohitajika. Na watu wangeweza kila neno lilotamkwa na Mungu wangeliona matunda yake. Hii wangeiweza wote, maana yake hakuna neno la Mungu kwao lingekuwa linadondoka bure. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ni kwa sababu hii nawaambia, wengi watatoka magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, mtawaona wameketi pamoja na Ibrahimu kwenye ufalme wa mbinguni, halafu wale waliodhaniwa ndio wana wa ufalme wametupwa nje. Haleluya. Kuna watu sio waliotarajiwa, lakini wakikutana na jambo la kimungu wanavyolipokea wanawazidi waliodhaniwa wanamjua Mungu. Mnaelewa ninachoongea? Wale wanaonekana ndio wageni kwenye mambo ya kimungu, namna wanavyopokea wanawazidi wale waliodhaniwa ndio wanaomjua Mungu. Ndio maana ya neno hilo. Akasema kuna watu mtaona kwenye ufalme wa Mungu wametoka huko mashariki na kaskazini na kusini na magharibi, watakuja wataketi na Ibrahimu kwenye ufalme wa Mungu, na halafu wale waliokuwa ndio wana wa ufalme, yani wana wa Ibrahimu, wametupwa nje. Haleluya. Baada ya kusema maneno hayo, akamwambia nenda kwako, nenda zako iwe kama ulivyosema. Haleluya. Bwana akapona saa ile ile. Alifika nyumbani, mtu ameshapona zamani, anatembea, ni mzima. Nini kimetokea? Imetoka amri kwenye ulimwengu wa roho kutoka kwenye kinywa cha aliye na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wote wanaotaka kuona matokeo ya matamko yote ya kinabii, lazima wawe na uwezo wa kuamini kwamba hayo mambo Mungu atayatimiza kwa imani, kama nilivyoitolea mfano. Mathayo 14:22 hadi 31 inaongelea story mnaifahamu pia, ya siku moja Yesu baada ya kulisha watu wengi alibaki anaaga mkutano, halafu akalazimisha wanafunzi wake wavuke bahari. Wakaenda kule, njiani kukatokea upepo mkali sana. Ile mashua yao ikawa inacheza, inayumba, mara maji yanaingia huku, kizalalia hivi yanaingia, mawimbi yakiruka akipiga maji yanaingia. Kawa shida kubwa, shida sana. Wamefanya kila linalowezekana, mawimbi yanazidi kuwa makali zaidi. Baadaye katikati ya usiku, Biblia imetumia neno zamu ya 4. Zamu ya 4 maana yake naongelea zile zamu za walinzi, wanalinda masaa matatu. Hata mimi niwahi kwa jeshini JKT, tukiwa na zamu za kulinda usiku, ilikuwa ni masaa matatu. Zamu ya kwanza ni saa 12 mpaka saa 3, na hiyo mara nyingi walikuwa nalinda wasichana, wakimaliza wanaenda kulala. Sisi wanaume tunaanzia zamu ya pili, inaanza saa 3 hiyo mpaka saa 6. Alafu nyingine ya 3 inaanza saa 6 mpaka saa 9, na zamu ya 4 ni saa 9 mpaka alfajiri ya saa 12. Kwa hiyo anaposema zamu ya 4 ilikuwa katikati ya hayo masaa ya kuanzia saa 9 kwenda saa 12. Ndani ya masaa hayo, fikiria walikuwa wameteseka kiasi gani.
kwa sababu waliagana jioni. Yesu anaaga mkutano baada ya kula chakula, akawalazimisha, ninyi nendeni, vukeni. Wakapanda humo katikati, wakutana msukosuko, masaa yanazidi kwenda, hawana matumaini. Meli inakuwa kama inarudi ilikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasukuma na upepo, inakuwa kama inarudi inapotoka. Mali inakuwa kama inapinduka, mali inakuwa kama inafunikwa na maji. Usiku wote mpaka zamu ya 4. Haleluya. Labda saa 9 au saa 10 au pengine saa 11 alfajiri. Mara wanaona Yesu anakuja, anatembea. Si kwamba mawimbi yametulia. Mawimbi ni makubwa vile vile. Yakiinuka hivi Yesu anainuka nayo, yakishuka Yesu anashuka nayo. Wakaona kitu cha ajabu, huyo ni mtu, ni kitu gani? Kinashuka na kupanda na mawimbi, huku kinatembea, kinakuja. Maelezo hayatoshi kueleza hofu iliyowapata. Unajua, ukisoma tu mstari unaweza usielewe vizuri, lakini ukiwa kwenye usiku, halafu pepo wenyewe wa hivyo, halafu unaona sura ya mtu nakuja natembea juu ya maji, inaibuka na mawimbi na kuzama na kuibuka na mawimbi, utajua hili lenyewe ndio limesababisha huu pepo wote. Kumbe huu pepo haukuwa bure. Lazima wazo la kwanza, kama tulivyo kawaida, wanadamu wote tunatangulia kuwaza shetani kuliko Mungu. Kwa tunafundishwa maombi ya kusifu na kuabudu na Zaburi, akatufundisha jinsi wengi maombi yetu tunavyotaja shetani karibu sehemu kubwa ya maombi, na Mungu tumemtaja kidogo. Nini? Hofu. Kila jambo tunaona shetani tu, halafu hatujijui nguvu tulionayo wala mamlaka tulionayo. Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa waliogopa sana sana kuliko unavyoweza kuelewa ilivyoandikwa pale. Waliogopa kama ambavyo hata wewe na mimi tungekuwa sisi tungeogopa. Kijiweka kwenye hapo mahali, nina hakika hata mimi na wewe tungeogopa tena sana. Wakapiga yowe. Na wanaume ni wagumu kupiga yowe, lakini walipiga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wale ndugu wakati anazidi kuwakaribia, mwisho akasikia sauti na waambia, msiogope, ni mimi. Waliamini hiyo sijui, lakini nachojua vizuri, sauti walielewa, kwa sababu ni mtu anaishi naye siku zote. Walielewa ni nani ameongea, sauti yake walikuwa naijua. Wakamsikia anasema, msiogope, ni mimi. Nini kilitokea ndani mwao hatujui, lakini mmoja kataka ajiridhishe. Manake kama itatokea sio yeye, basi nimeenda. Kama ni yeye, nimeenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaamini mimi binafsi, sasa hiyo ni mimi, naamini Petro hakutoka tu kwenye mashua. Ijapo kwa sentensi yake inasema kama ni wewe, lakini na hakika kwa 100% kwamba Petro alikubali kwamba ni Yesu. Alishawishika kwamba ni Yesu. Haleluya. Mimi binafsi, japo kwa sentensi yake inasema kama ni wewe, lakini na hakika alishawishika kwamba ni yeye. Haleluya. Kwa sio rahisi kujihatarisha hivyo, kwa mnajifanyia majaribio. Kama ni wewe sawa, kama sio wewe huwezi kufanya majaribio ya maisha yako. Haleluya. Uende kukanyaga juu ya maji ufanye majaribio kuthibitisha ni yeye au sio yeye, na huna hakika. Alikuwa ameshapata hakika kwamba ni yeye. Haleluya. Akamwambia, kama ni wewe na mimi pia niamuru. Unasikia hilo neno? Na mimi niamuru. Kwa sababu nini nachongea hapo? Maana yake kila anayetaka kusikia neno la tamko la kimungu juu yake lazima awe na uwezo pia kuamini kwamba Mungu atalitenda kama alivyolitamka.
Kwa Petro akajua kwa hakika kama ni Yesu, nina hakika kwamba akitamka kwamba nitembee juu ya maji itawezekana kutembea, maana atatimiza kwamba nitembee. Kwa Yesu akamwambia njoo. Yule ndugu akashuka kwenye mashua, upepo haujapungua ni ule ule, mawimbi hajapungua ni yale yale, merikebu inayumba kweli kweli, lakini kwa kujua kwamba Mungu amesema na nina hakika hii ni sauti yake, sina mashaka kwamba yeye amesema. Na kwa kuwa sina mashaka kwamba amesema, pia sina mashaka kwamba hatatimiza. Najua atatimiza. Kwa kuwa ninajua amesema, vile vile najua atatimiza. Hofu ya kuogopa kwamba hatatimiza ni kiashiria pia kwamba pia hujajua kwa hakika kwamba ni yeye aliyesema. Kwa sababu mara zote Mungu alikuwa anajithibitisha hivyo. Alimwambia hata Yoshua, uwe na moyo mkuu wa ushujaa mwingi, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mwisho anamwambia si mimi niliyekuamuru. Maana anamwambia uwe na hakika haya yatakuwa kwa sababu na kuhakikisha kwamba mimi ndiye nimesema. Haleluya. Anamwambia sio mimi niliyekuamuru. Kama na hakika ni mimi nimekuamuru, hofu itatoka wapi? Mashaka itatoka wapi? Nenda uwe na ushujaa mwingi na uhodari mwingi, na nguvu yako nyuma yako ni kujua tu kwamba ni mimi niliyekuamuru. Haleluya. Hivyo tu, kujua kwamba ni mimi nimekuamuru, hiyo ndio nguvu itakayofanya nyakati zote utembee ukijua niliyosema yatatimia. Kwa yule bwana akanyanyuka kwenye mashua ile, akaingia kwenye maji, akatembea tu. Sema hatujaambiwa umbali aliotembea, lakini alitembea. Haleluya. Hata kama zingekuwa hatua mbili, alitembea. Imerekodiwa, alitembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitembea. Na Biblia inasema kilichomfanya ashindwe kukamilisha ile safari ni kwa sababu alifika mahali akaona shaka. Kuona shaka tafsiri yake ni kudhani hatatimiza, ndio kuona shaka. Kuingiwa na fahamu na wazo ndani ya ufahamu kwamba hatatimiza, ndio mashaka. Akili kupatwa na wazo kwamba hili halitakuwa, ndio mashaka yenyewe. Kwa alipoingia na mashaka baada ya kuona mawimbi kaanza kuzama. Sasa kilichomzamisha ni nini? Sio maji, ni mashaka. Na ndio maana Yesu akumuuliza, mbona uliona mawimbi? Alimwambia, mbona uliona shaka? Kilichomzamisha sio mawimbi, kilichomzamisha ni mashaka. Mbona uliona shaka? Sio mbona uliona mawimbi, mbona uliona shaka. Kwa sababu mawimbi alikuwa anayaona tangu mwanzo, hata wakati anatembea alikuwa anayaona, lakini aliona kitu kipya ambacho hakuwa anakiona awali, kinaitwa mashaka. Alipokiona akaanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Tutakomea hapa leo, kesho tutaanzia hapo. Haleluya. Tutaenda kidogo na Jumapili tutamaliza. Jumapili tutazungumza zaidi juu ya jambo hili linaloitwa kutukuzwa. Neno kutukuzwa sasa, kwa sababu ndio wazo kubwa la semina yenyewe. Haleluya. Ndio dhana kubwa ya semina yenyewe, na nitaisemea Jumapili. Kwa hiyo nitaendelea kuongea kesho vitu ambavyo mtu anataka ili apate matokeo chanya
anapaswa kuzingatia. Cha kwanza nimesema ni kuamini kwa hakika. Kesho nikija nitaanzia ni kuishi maisha ambayo yanasababisha na yanahifadhi kibali. Nendo najua hilo. Kesho nitakuwa naongelea maisha yanayosababisha kibali au maisha yanayohifadhi kibali kama tayari ulikuwa nacho. Unaweza kuwa huishi maisha ya kibali lakini ukaishi maisha yakakusababishia kibali. Au unaweza kuwa na maisha yenye kibali lakini pia ukawa huwezi kukihifadhi kibali. Kwa unazungumza habari ya kuishi maisha yanaweza kuhifadhi kibali, kwa sababu pia kibali chaweza kupotea kisipohifadhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na la tatu nitaongelea kulinda kanuni za kibiblia zinazomuunganisha mtu na baraka za Bwana na kujiepusha na viunganishi vyovyote vya laana. Tukimaliza hapo, naamini siku itakuwa imeisha. Nikija Jumapili nitakwambia, au kesho nitagusia kibali ni kitu gani, ili nikija Jumapili nianze kuambia sasa kutukuzwa ni kitu gani. Na yote niliyosema yatakuwa naungana pamoja kutupa kanuni ya namna ya kuishi maisha yanayokupelekea kutukuzwa. Amen. Tusimame. Inua tena mikono yako uweponi mwa Mungu. Moyoni mwako ninajua ya kwamba umenifuatilia katika yale ambayo nimesema na wewe katika jioni ya leo. Nimezungumza na wewe namna ambavyo unapaswa kuishi maisha ya kumwamini Mungu, kutembea na Mungu. Na Mungu ni mwaminifu, anaposema anatenda, anaponena anafikiliza. Mungu alilolisema haachi kulifanya. Mungu amesema nasi katika mwaka huu. Maana yangu yote ya kuzungumza maneno haya, ninatengeneza moyo wa kila mmoja wetu kuweza kutoishi maisha ya kawaida. Na mikono yako sema, Mwenyezi Mungu, jioni hii ya leo tena nimesikia neno lako. Ninajiweka kwenye nafasi ya kwamba hili neno ni langu na hili neno linanihusu mimi. Na kama kuna watu watapokea matokeo na matunda ya hili neno, mimi ni mmoja wapo. Ninajifunza kwa bidii, najifunza kwa makini ili kuelewa yanipasayo katika kutunza unabii huu na kulihifadhi neno la unabii, ili ya kwamba liwe halisi maishani mwangu na lithibitike maishani mwangu. Naomba nijisalimishe chini ya Roho Mtakatifu anayeweza kunifundisha zaidi, akanitilia akili zaidi, akanitilia ufahamu zaidi, ili ya kwamba nisishindwe tena na haya niliyosikia yasibakie hapa, lakini yatembee pamoja nami mwaka mzima. Niko tayari Bwana, uniongoze katika njia zako, nami nitafuata, nami nitakuandama katika jina la Yesu. Amen. Baba Mwenyezi, naomba nikushukuru kwa ajili ya ndugu zangu ambao tumekuwa pamoja. Nimesema maneno ya kweli kwao. Nimezungumza zaidi roho ya imani na moyo wa imani, moyo usiokuwa mbovu, moyo ambao ndani mwake kila mmoja una afya ya kiroho. Unaweza kuyapokea mambo ya Mungu na kuyaamini mambo ya Mungu na kuona matunda ya mambo ya Mungu. Moyo unaweza kustahimili hata wakati imani inapojaribiwa, kwa sababu maandiko yamesema imani ikijaribiwa inaleta saburi, na saburi inaleta kazi timilifu. Mwisho wake ni utukufu mkubwa na ni heshima kubwa. Na huu mwaka tutakwenda kuona utukufu mkubwa kwa wote watakaokuwa wa imani katika lile neno lilosema. Tutaona udhihirisho mkubwa, tutaona uwazi mkubwa wa udhihirisho
kwa watu watakaokuwa wa imani katika neno ulilosema. Nami naomba hawa waliosimama mbele yangu jioni leo, asiwepo hata mmoja atakayekosa kwa sababu ya kutokuamini. Utampa akili za kupambanua hata nyakati tunapotaka kumpima na kujua yaliyomo moyoni mwake. Utamthibitisha kwamba yaliyomo moyoni mwake yanamsahilisha kupokea matunda ya imani yake. Ninaomba Mungu asiwepo atakayeshindwa kwa namna yote ile, katika jina la Yesu. Naomba neema yako itufunike na neema ya uwezeshwe pamoja nasi.